So good morning and welcome to our online service this morning. We are so sorry for the delay, the hiccups around. We believe that we are still together and we trust that God will bless us through our morning this day. We appreciate your continued support on our social platforms. We continue to appreciate your patience. We continue to appreciate the love and the overwhelming support that you're giving unto us. The technical team, we appreciate for the work that is being done. Again, wakati huu ambapo tuko nyumbani kwetu na wakati tunapopokea ibada kwa njia ambazo hatujazizoea, tumezoea kwenda kanisani, wakati huu tungekuwa tunaabudu na tunasifu. Tunashukuru Mungu ni kwa sababu neema yake imekuwa pamoja nasi. Ametulinda na ametuhifadhi hata ingawa tuko katika wakati wa janga. We pray that the Lord will continue keeping you as a members, na tunaomba ya kwamba uwepo wake utaenenda nasi. Welcome you to our today's service as we climax the youth week in an unusual way. Tungependa tuwe tunafurahia as we dance for the Lord in the church, but that is unusual. Tutafungua service yetu kwa siku ya leo as we sing one worship, tukisema ya kwamba unastahili kuabudiwa. You will join us wherever you are in your houses as you continue with your duties. We pray that you will join us together and the grace of God will be with you. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa uwezo we, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa neema we, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. That is our declaration this morning, our Heavenly Father, ya kwamba unastahili kuabudiwa hata wakati huu tuko katika nyumba zetu. Tunakiri ya kwamba unastahili kuinuliwa na hata kuheshimiwa. Tunakiri ya kwamba wewe pekee ndiye Mungu uliyeinuliwa na zaidi yako hakuna mwingine. Jina lako lipewe sifa, utukuzwe na hata uinuliwe ni kwa sababu wewe waweza. Your name is so mighty and so precious in our lives, O God. And we join the 24 holy beings, O God, before your presence. And the 4 holy beings before you with the 24 elders as this morning as they declare ya kwamba mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Tuomba na ili ukatutakase na ukatufanya watakatifu mbele zako asubuhi hii, na ili tukakubalike na ukatufanya wana wako kwa uweza na ukuu wako. We want to appreciate your love and your grace. Na tuseme ni asante ni kwa sababu umekuwa Mungu pamoja nasi. Tangu wakati janga lilianza, nazo jumba ambazo tunaenda kukusifu na kukuabudu zikawa zimefungwa. Umekuwa pamoja nasi kama washirika, umetulinda na umetuhifadhi kwa neema na kibali chako. We give you thanks and we appreciate your love and your mercy. Ni asante ni kwa sababu hata asubuhi ya leo umetupatia nafasi ingine, na ili mara tena ukanene na mioyo yetu. Tunajikabidhi katika uweza na utakatifu wako, tukiomba na ili ukatuelekeze, tukiomba na ili ukatulinde, tukiomba na ili Baba yetu ukanene na mioyo yetu. Tunawakabidhi washirika wote katika uweza na baraka zako, tukiomba mahali popote walipo, wale walio katika mitandao na wale ambao hawajaweza kufika katika mitandao. Tunaomba ukanene na mioyo yao kwa njia zako ambazo hazieleweki kwetu. Tunakushukuru na tunasema ni asante, ni kwa sababu wewe waweza na jina lako litatufikia kwa njia ambayo ungeipenda. Tunasema ni asante, tunajiachilia na kujikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Nena nasi, enenda nasi na utubariki. As we grow in the grace and in the knowledge of you, we invite your presence to go with us. Bless us and keep us in your mercies. For this is a prayer we pray of faith, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Once more, we thank you and we appreciate your presence. I am our host today, Veronica Mshawali. I am born again. Christ is Lord within my soul. I appreciate for his love and for his continued grace since this
pandemic happened, tumekuwa katika mambo mengi, lakini kwa yote Mungu ametulinda na ametuhifadhi. Siku ya leo tunaenda kuimalizia wiki ambayo imekuwa ni ya wanarika. And as we climax the youth week this Sunday, it is our prayer that you shall join us as the young people. Na mtazidi kusema ya kwamba you shall answer to the call of uncommon excellence. Somo letu siku ya leo tunalipata kutoka Danieli, the book of Daniel 6. Daniel chapter 6 from verse 1 to 9. We shall peruse through. Na inasema hivi, it pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom with 3 administrators over them. One of them was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators, the satraps, by his exceptional qualities that the king planned to set over the whole kingdom. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Finally, these men said, "We will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God." Verse 6. So the administrators and the satraps went as a group to the king and said, "O King Darius, live forever." The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Now, O king, issue the decree and put it in writing, so that it cannot be altered, in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing. And from where our theme this year is coming from, the book of 2 Peter, the book of 2 Peter, verse 3, chapter 3, verse 18. It is coming from the book of 2 Peter, chapter 3, from verse 10. We shall read the theme alone in verse 18, and it says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen." Our sermon this morning is coming from the book of Daniel. And the book of Daniel, as we know, opens with an encounter of Daniel and the 3 friends, and how they are divinely delivered from a confrontation with the Babylonian government and Nebuchadnezzar as its king. Our reading today is one of the most popular, one of the most loved stories in the Bible. It is one of the most favored one, as Daniel is miraculously saved from the lion's den. This is a story that unfolds to us in special and in different ways. And this morning we opt to concentrate on the circumstances that are leading to Daniel being put in the lion's den. Na wakati huu Danieli ako mbele ya mfalme. And this morning I would love us to think of a story ambayo Wangari Maathai gave in one of his acceptance speeches when she was accepting the Nobel Peace Prize. Na akasema hivi, once there was a hummingbird. And the hummingbird, they were in the forest with the other wild animals. And the forest caught fire. And when the forest caught fire, all the wild animals opted to leave the forest na wakakae kando, waiting and looking for someone to come and help them. Na wakati ule the hummingbird thought of the little thing that he could do. Na akafikiria, nitaenda pale nje ya msitu, naenda kwa mto, nachota maji kidogo with my beak, na kuja na mwagilia msitu. Na the hummingbird ikaanza. Na akaanza anaenda anachota maji kidogo, anakuja anamwaga. Fetches a little, comes back. Fetches a little and comes back. Wanyama wengine walikuwa wanamcheka. Walikuwa wanamwangalia, wanashindwa. How is it possible? How and what does he think he's doing? Siku ya leo tunasoma the story of Daniel, wakati ambapo mfalme anajaribu kutafuta watu ambao wangekuwa ni waaminifu.
Na the story of Daniel asubuhi ya leo, as we think of it this morning, ni hadithi ambayo inakuja kutuletea what we can call a crime that is not a sin. And the crime that Daniel has committed, and the crime that Daniel is about to commit, is a crime of obedience. It is a crime of responsibility. A crime that is to be sure and to be true and faithful to his duties. Na wakati tunapoendelea kusoma siku ya leo, as we come to learn about our theme of the call to uncommon excellence, tunamwangalia Danieli na mambo ambayo aliyatenda. Darius ambaye ni mfalme kwa wakati huu, ni wakati ambapo wanawatafuta watu ambao watasimamia utajiri wa ufalme. Because Darius feared that corruption could make him lose the things that have been entrusted to him as a king. Aliogopa ya kwamba kuna watu ambao wangekosa kukua waaminifu katika ufalme wake. Na wakati huu tunaona ya kwamba Danieli anachaguliwa. Why is Daniel chosen? Daniel distinguished himself among the others. Danieli alisimama na akajitambulisha kwa njia ya kipekee katikati ya wale watatu. And he was directly under Darius. Danieli alikuwa anajibu kwa direct to King Darius. Na Danieli alionekana kama mtu ambaye anafaa na mtu ambaye anaaminika. And when we think about why was Daniel more acceptable before the king, ni kwa nini akakubalika mbele ya mfalme zaidi ya wale wengine? As we look at Daniel, we can declare that Daniel had an excellent spirit. Alikuwa na moyo ambao uko timilifu. Alikuwa na moyo ambao umekubalika mbele za Bwana. Alikuwa na moyo ambao unaaminika. Alikuwa ni mtu ambaye amenyenyekea mbele za Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa with a good attitude in his work and life. And this made him an object of attack before his enemies. Wale ambao walikuwa wanaongoza nao. Kwa sababu walikuwa mtu ambaye ana moyo wa kukubalika na kuaminika, alipata kutokubalika mbele ya wale wengine. He was put under attack by the rest. Na kwa sababu alipata kukubalika mbele ya mfalme, the rest of the friends had to try, the rest of the administrators lazima wangechora vile wangemharibia. And they had to look for a charge against Daniel because he was faithful. Hakutafutiwa makosa ni kwa sababu alikuwa hafanyi kazi yake vizuri. Hakutafutiwa makosa ni kwa sababu hakuwa ameaminika kwa mambo zake. Hakutafutiwa makosa ni kwa sababu kazi yake hakuielewa. Lakini alitafutiwa makosa kwa sababu alikuwa ameaminika. This morning, it is good to note that these people he was working with, ambao walikuwa wanafanya kazi nao katika ufalme na urithi wa Darius, hawakuwa wanamuogopa Mungu wake. Hawakuwa wanamwamini Mungu ambaye yu hai. Hawakuwa wanaamini njia zake. They were bowing before the gods that they had made, and this time they wanted to make a decree that they should bow before the king as their God. Na wakati huu, kwa sababu Danieli alifanya kazi yake more efficiently and more capably than the rest, alikuwa na mtu ambaye amepokea what we have said he had earned favor before the king. Na wakati alipata kukubalika, he earned respect before the king. As we climax our youth week today, as we climax our youth week this year and this time round, we are in a lot of crisis. Tuko katika a lot of insecurity as a nation due to the pandemic that is going on. We have job insecurities, a lot of corruption in most of the government institutions. Hata sisi kama waumini tuko wakati ambao we are insecure. We do not understand where we are. Hatuelewi kesho yetu iko vipi. We are in a situation where we cannot tell what is about to unfold in our lives. We do not know ni kesho itakuwa vipi. But in this time, wakati huu ambapo tuko in a lot of uncertainties, a lot of insecurities, a lot of uncertainties, a lot of failed issues, when we are going through this time, the Lord is calling us to a place not of comfort,
but of sacrifice, to be true and without fault. The hummingbird ilikuwa katika wakati ni moto imewazingira. Walikuwa katika wakati wa uncertainty, but the hummingbird opted to do the little that he could. He opted to do that little that was possible for him. Alienda kachota maji kidogo, anakuja anamwagilia kwa msitu. Fetching a little water, fetching a drop, na inakuja inamwagilia kwa msitu. The Lord is not calling us to do very mighty things. Mungu hatuiti na ili tukatende mambo ambayo ni makubwa. We may not be able to give people the finances they need. Hatuwezi tukakuwa watu ambao wanasimama na tukaweza kutenda mambo ambayo the county governments are doing. Lakini tunaweza kufanya jambo ambalo ni kidogo. Kumwamini Mungu, kusimama kwa ukweli, kukubalika na kusimama na kumwamini zaidi. It is a call for all of us to rise above the worldly and common basset by the trends of the nation. Tusimame na tukue juu ya mambo ambayo yanaonekana na mambo ambayo yamewekwa na ulimwengu kama hapa ndipo tunafaa kufika. We go above those things that have been set by the world. The things that are common. Yale mambo ambayo yamewekwa ni ya kawaida. Kama Wakristo tunasimama, tunaimba, tunaomba. Ni wakati wetu kufanya the uncommon. Ni lazima tujifunge. Ni wakati wetu we fast and we pray. It is our moment to remember the less fortunate. It is our moment for us to stand true to the calling. Ni wakati wetu kusimama na kujidhibitisha kama watu ambao ni waaminifu. It is for us to not stand to the worldly things and be diligent and very responsible. Tukue watu ambao wamesimama. Tukue watu ambao wanaweza kuaminika. Hata wakati tuko katika nyumba zetu, kuna mambo ambazo tumeaminiwa, kuna zile kazi tunafaa tuzitende, kuna wale watu ambao tumeaminiwa na Mungu tuwalinde, tuwaweke katika mipango ya Bwana. We speak to them the word of God. They are those people who have been entrusted to us. May the Lord help us. As young people today, we must choose to be uncommon, but rather be true to the calling. Tusikue watu ambao ni wa kawaida. Tukue watu ambao si wa kawaida. Na tukue watu ambao wamesimama kwa mwito ambao tumeitwa. When the Bible references that for Daniel there was no charge. Hii kwa njia ya kifupi ama kwa njia ambayo tunaweza kuielewa inamaanisha nini? In Daniel's life there were no skeletons. Hakukuwa na jambo ambalo wangemhukumia. There were no small bones of accusations. Hakukuwa na jambo ambalo ni ndogo. Hakukuwa na mambo ambayo Daniel yangewekewa isimamishwe. Daniel was faithful. Daniel was true. Lazima wangetafuta jambo ambalo wangemhukumia. And that is why the moment they looked at his life, walifikiria ni jambo lipi tunaweza kulifanya. What can we do to accuse Daniel? Lazima wangetafuta kosa. Na kosa ambalo wangelitafuta, walijua jambo moja. Danieli ni mwaminifu kwa Mungu wake. They knew that Daniel is true to his God. Kwa hivyo, walitengeneza, they fashioned a way to come and bring fault to Daniel. Na nilipi waliloamua kulifanya? Waliamua wataenda kwa mfalme, King Darius, make an edict for the next 30 days that every man in the land should obey and should bow before you as the God. Na wakiri ya kwamba wewe ni Mungu. And in the land, kweo ilikuwa mfalme akiweka an edict, when he puts a law and signs it, hakuna mtu hata yeye mwenyewe mfalme hangepindua lile jambo. Hangeweza kuligeuza. Hangeweza kusema hili jambo lisitendwe. Kwa hivyo walimwambia, put an edict that anyone that does not honor you as God should be put in the lion's den. Na mfalme aliwaza. Lakini kwa sababu hawa ndio walikuwa kiongozi wake. They were the people entrusted to him. They were the people he was working with. Aliona kweli, this is the only thing we have to do. Lakini Danieli hakutingizika kwa mambo ambayo yalisemwa. Daniel did not choose to be shaken by what was being said.
Na wakati huu tunaona ya kwamba Danieli, kwa sababu alikuwa mtu ambaye anaaminika, tukiangalia kitabu cha Danieli chini ya mstari wa 9 ambapo tumeachia, Biblia inatuelekeza na inatueleza wakati Danieli, hii hamasisho ilitolewa, when the edict was given, Daniel did not bow before Darius as God. Na wakati huu ambao walikuwa wanatenda kazi pamoja na Danieli, walikuwa wanamfuata, wanatafuta mahali ambapo watamhukumu. Walikuwa wanatafuta mahali ambapo wataweza kupata kosa la Danieli. Na walienda katika chumba cha Danieli. Walimpata Danieli bado wanamwabudu Mungu wa kweli, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu kama vile alikuwa amezoea. He could worship his God the 3 times that he was used to. Hakupinduka, hakubadilisha. Na wale watu waliokuwa katika nyumba ya mfalme wakapata nafasi ya kumhukumu Danieli. They went before the king. Na mahali ambapo tumeachia pale chini, walienda na wakatoa hukumu mbele ya mfalme. Na wakati walitoa hukumu mbele ya mfalme, that night the king could not sleep. Kwa nini hakulala? Kwa sababu alijua Danieli ni mwaminifu. Alielewa ya kwamba Danieli ni mtu ambaye anamcha Mungu. And he knew that for Daniel, he trusted in the true God. Na Danieli alikuwa analetwa mbele zake, na alikuwa anahukumiwa ni kwa sababu alikuwa amemwamini na amekaa ndani ya Mungu. Na wakati aliwekwa in the lion's den, we see the king fasting, praying for Daniel. Daniel, as a people, it is good that we learn this. When you are doing a good job, sio kila mtu ambaye anafurahishwa na kazi yako. Wakati unakuwa mwaminifu, wakati unakuwa mtu ambaye ametimilika katika mambo yake, when we stand true even to the calling that God has given us, wakati tuko katika kazi zetu na tumeaminika, tunazitenda bila kufanya kama tunawafurahisha wengine, when we are doing the right thing before God, we will earn not upload, but we will earn enemies. Danieli alipata kupata maadui ni kwa sababu alikuwa ameaminika mbele ya mfalme. Na wakati huu hata sisi kama wanarika ambao tuko katika nchi yetu, wanarika ambao tuko katika kanisa, ni vizuri kujua wakati tumesimama kwa utakatifu, wakati tumesimama kwa njia za kuaminika, sio kila mtu anafurahishwa nasi. Na kwa lugha yetu tunasema, we will not become bait to everyone. Hautakuwa bei kwa marafiki zako kwa sababu umetenda mema. Hautakuwa bei mpaka kwa watu ambao wako kazini. Hautakuwa bei mpaka kwa watu wako wa familia, because you have opted to stand true to your God. Colleagues and co-workers watatafuta makosa. At this point, it calls for us. Tukiangalia maisha ya Danieli, it calls for us, it calls for you and me to remain true to the faithfulness and to the responsibilities we have been given. Danieli alichagua kushikilia imani yake ndani ya Bwana. Danieli aliamua kushikilia imani yake ndani ya Bwana, sio kwa sababu alikuwa mjinga, sio kwa sababu Danieli hakuelewa, sio kwa sababu Danieli hakujua mfalme ni kwa kweli atamweka katika lile shimo la simba. It is not because Daniel was ignorant of the decrees of the king. Sio kwa sababu Danieli hakuelewa ya kwamba when the law is signed as an edict, it cannot be revoked even by the king himself. Lakini alielewa hili jambo moja, ya kwamba God is in control. The moment as Christians we know ya kwamba Mungu ako in control. The moment tunajua ya kwamba Mungu ni yeye amekalia kiti cha enzi, sio wale ambao tunatenda kazi kwa pamoja, sio wale viongozi wa nchi, sio wale watu ambao tunawaamini sana. Wakati tunatambua ya kwamba sio yale mambo ambayo tunayaona kama our security, at this point kazi zetu zimekuwa shaken. Our belief and our ways of worship have been affected. Our ways of normality have been affected. Lakini wakati tutatambua ya kwamba sio hayo mambo ambayo ni msingi wetu, but it is God who is in control over everything, hatutatingizwa na jambo lolote. We will not be shaken. We will not be wavered. We will not be moved by the things that are happening. Katika somo letu siku ya leo, ni vizuri tukatambue mambo kadhaa ambayo tunayasoma kutoka kwa Danieli.
Jambo la kwanza, ni vizuri kujua that Daniel does not have to run to God. Daniel do not have to run to God, but Daniel is already walking with God. Danieli hamkimbilii Mungu wakati wa shida zake. Danieli hapati nafasi ya kusema Mungu anakuanga na mimi, wacha nikimbie kwake. Lakini Danieli amekuwa akitembea na Mungu. Daniel has been walking with God. Daniel has already made the walk with God a lifestyle. What do I want to say to us as believers this morning? Wakati tunaishi maisha yetu, wakati tunaishi kama waumini as Christians in the fold of God, it is good to make walking with God a lifestyle. Lakini sio kumfanya wakati tuko katika janga la corona tumeanza kukimbia. Wakati kazi zetu zimeenda chini tumeanza kukimbia. Wakati mambo yetu haiendi vile tungependa tumeanza kumkimbilia. Wakati tunaona our relationships in the families are not well, tunaanza kumkimbilia Mungu. But rather, we should make our God our daily agenda. Tumfanye ya kwamba tunatembea na Mungu katika kila jambo. It is not running to him, but it is walking with him. Number 2, there are certain lessons of life. We can only learn them in specific moments of life. Tunasema nini? Kuna mambo ambayo tunaweza tu kuyaelewa na kuyaweka dhabiti wakati tunapitia katika msimu fulani. In this time, we are learning about the faithfulness of God because we are in a crisis. Wakati tuko katika specific moments in our life, that is the moment we learn who God is. Wakati Danieli alikuwa katika kuhukumiwa, kuinukiwa, kufanyiwa ni kama akona makosa, lakini we said he was in a crime that was not a sin. Wakati Danieli alisimama na akasema sitainamia miungu mingine, na akasema ya kwamba wewe pekee ndiye unastahili kuabudiwa, he surely recognized na akatambua kwa kweli Mungu is a faithful God and he is my savior. The moment tuko katika misimu kadhaa, wakati we are in specific seasons in our lives, wakati tuko katika mambo ambayo ni haya ya uchungu, ya kufurahia, mambo yoyote katika maisha yetu, wakati ule ndipo tunamtambua Mungu ni nani kwetu. Mmoja akamuita Jehova Jire, wengine wakamtambua kama Rafa wana wa Israeli, wengine wakamtambua kama imani yao, wengine wakamtambua as their peace. The moment you are in a certain and specific moment in your life, that is the moment you understand who God is. That is the moment you have a lesson in your life. Wakati kama huu tuko nyumbani mwetu, wakati tuko katika nyumba zetu, hatuko kanisani mahali tumezoea. Wakati huu, this is the moment that we shall be able to appreciate the freedom of worship. Wakati huu kama waumini, ndio tutaweza kujua ukweli wa the freedom that we have been given of worship. We will be able to appreciate the people we see every Sunday na tunamwambia jirani, Mungu akubariki siku ya leo. Leo na wakati huu tunaoupitia, this is the moment as Christians we will be able to understand what true worship is when we are fellowshipping with others. This moment, number 2, we'll be able to understand what it means to have a family worship. Ni wakati mwingi tunasema ya kwamba, na tunasemanga tunagonga Biblia yetu wakati wa Sunday. We hit our Bibles on Sunday na tunasema leo ni Sunday, wacha tuende kanisa. This moment tutajua kuomba na kuappreciate the family members we fellowship with. It is a moment for us to understand and to appreciate certain lessons of life. We can only learn them in specific moments. Conflicts and crises are life's great teachers. Tunasema nini? Wakati tuko katika crisis, wakati tuko katika conflict, wakati tuko katika shida, that moment tunasoma.
in this moment in our lives today, wakati tunaoupitia kwa wakati huu, ni wakati ambao unatukumbusha na unatuelekeza katika mambo fulani. Kuna mtu atakayesoma ya kwamba akirudi kanisani, wakati janga itaisha, ni vizuri kuishi na huyo mwingine ambaye mnakaa kwa kiti moja kwa upendo. Kuna mwingine ata-appreciate vile anawapeleka watoto wake kanisani, wanafundishwa. Kwa saa hii tunajaribu kuwafundisha watoto wetu mpaka the curriculum that they study in school. This moment we shall be able to learn, and after the pandemic as Christians tutaweza kuappreciate each other better. Tutaweza kuappreciate fellowship better. We will be able to appreciate each other better, kwa sababu we have been withdrawn from them. Na wakati tutarejeshwa, tutaweza kwa kweli kusoma ni vizuri kukua na kuishi kwa mapenzi kwa mmoja na mwingine. Number 3, tukiangalia mlango wetu katika nyumba zetu, umeshikanishwa na vitu ambazo tunaziita hinges. Na hizi ndizo zinashikilia mlango usipige kelele, inashikilia mlango tupate security, inashikilia mlango tusihisi baridi. When we are talking about the hinges, everything in our lives inashikanishwa by our intimacy with God and with loving others well. Tunasema nini asubuhi ya leo? Tumeshikanishwa na vile ambavyo tumemkaribia Mungu wetu. Wakati huu tunasimamishwa na tunahifadhiwa kwa vile vizuri tumesimama na tumeshikana na Mungu wetu. It is by how intimate we are with our God. Wakati huu ambao ni wamwamini Mungu, ambao ni wanamcha Mungu, wanawekwa karibu na uweza wa Bwana kwa vile wamempenda huyu Mungu wao, kwa vile ambavyo wamekuwa wamemkaribia. This is the moment when we say we are running by the stock we have kept. As Christians, wakati tuko nyumbani kwetu, what kind of a stock have you kept? What kind of a stock umekuwa umejiwekea wakati huu wote? Wakati ulikuwa unaweza kwenda kanisani, wakati ulikuwa unaweza kukuja tunashiriki kwa pamoja kama wanarika, most of the times tunaitwa tukue kwa pamoja, lakini we are too busy with our dates. Tuko busy sana na our social meetings, tuko busy sana, hatuwezi hata tukaenda kufanya the normal fellowships tunaitiwa. We are busy with our personal lives. Wakati huu we are withdrawn, and it is by how intimate we are with God that will make us move ahead. Kutoka hapa tutaweza kuendelea by how intimate we shall have grown with God. Kwa wakati huu ni ombi langu, tukaweze, wakati ambapo we have been withdrawn from the public worship, may we make it our agenda to get more intimate with our God. Katika hii somo letu siku ya leo, ni siri gani ambazo Danieli alizitumia kusimama wakati ambapo alikuwa katika shida? Alitumia siri gani? What secrets did he use to influence the people around him? Number 1, Daniel had hope. Danieli alikuwa na tegemeo. Danieli alikuwa na tumaini. He had hope. And what kind of a hope did Daniel have? He was optimistic. Na wakati tunasema he was optimistic, tunasema nini? Danieli did not just have a wish. Hakusema, I wish ningeweza kufanya kazi vizuri. Hakusema, I wish Mungu angeweza kuniokoa. I wish ningeweza kutenda kazi yangu vizuri. But Daniel did not just hope. If you want to influence a situation, you must be optimistic. Danieli kwa sababu hakukaa tu by a wish, he went ahead and held to his faith. The moment we are able to hope, the moment we are able to remain optimistic, we hold and we remain true to the faith in God. Danieli hakutumaini tu. Danieli hakukaa tu na akasema I wish and I pray that God will save me.
But he went ahead and practiced his faith. Aliomba mara 3 siku. It is a call for us as Christians. Wacha tukashikilie ile tumaini. Na sio kushikilia peke yake. Wacha tukatende jambo. Daniel opted to pray 3 times a day. He opted to trust God every moment. He opted kutobadilisha njia zake. Wakati huu na wakati tunapopitia shida, wakati tunapopitia mambo mangumu, today as we go through the hardships of life, may we learn to hope on this God. May we try and do something. Wacha tufanye mambo ambayo tunaweza. Unaweza kuomba, anza kuomba. Unaweza kumwabudu Mungu kwa sauti yako, kumuimbia, fanya vile. Unaweza kukaa nyumbani kusaidia mtu kwa unga kwa M-Pesa, msaidie. Unaweza kusimamisha kazi, unaweza kuwasaidia majirani zako. Go ahead, be optimistic. Jambo la pili ambalo Danieli alifanya, he opted to choose humility. Na kwa Danieli kuchagua kunyenyekea, kwangu naamua kusema ya kwamba, or to define the word humility, that real humility works like respect. Danieli kwa kunyenyekea kwake, aliamua na akakaa na akasema ya kwamba nitaheshimu zile amri ambazo zimetolewa. Lakini Danieli alijua ya kwamba kila mtu anahitaji kuheshimiwa. Everyone deserves respect. And when we say everyone, sio watu ambao tunawapenda peke yake. Sio watu ambao tunaongea lugha moja peke yake. Sio watu ambao tukiongea wanasupport vile tunasema. Sio watu ambao tunakaa nao kwa nyumba zetu kama familia. Sio watu ambao tunawaona wanatupenda peke yake. Ni hata kwa maadui. Kutoka the life of our Daniel this morning, tunaona ya kwamba Danieli aliwapenda wale ambao walimuinukia. Hakuwajibu. Hakuna wakati alisimama na akawaambia, nyinyi hamuelewi, hamjui Mungu wangu, hamjui, msifanye hivi, Mungu wangu ndiye wa kweli. Alisimama akawaheshimu na akajua ya kwamba this is not my battle. This is not for me to say, but it is for my God. Akawaheshimu. Lakini tunajiuliza aje, tutanyenyekea vipi? How do I humble with my social status? How do I humble? Depending, I am the boss in my workplace. Nitanyenyekea vipi na nikiongea kila mtu anasikia? Nitanyenyekea vipi and even the whole world knows I am so and so? But Daniel was set and was the most favored person before the king. Na akaamua, nitaheshimu amri za Mungu. We must respect and remain humble in accordance to the anointing bestowed upon us. Kama tunataka kuwin the enemies na wale ambao hawamheshimu Mungu, wale ambao hawamuogopi Mungu, we must act out of love. We must act out of respect. Na ni vizuri kujua hivi kama Wakristo, God is not interested in wiping out enemies. No. Rather, God wants to win them over. Nirudie tena, God is not interested in wiping out enemies. He is much more interested in winning them over. In winning them over inamaanisha nini? Haja yake kubwa, and by sending his son Jesus Christ, he wanted to win as many sinners as possible. Inamaanisha nini? Mungu hako in the agenda ya kumaliza maadui wetu kabisa. Ako in the agenda ya kuwageuza na ili wakamheshimu na walitii neno lake. It is our business to pray, to encourage, and to walk with our enemies that we may win them over. Number 3, our last point as we learn from Daniel. Daniel had wisdom. Danieli, kwa kusema ya kuwa alikuwa na hekima, Daniel knew how to pick his battles. Danieli alijua kuzichagua vita zake. Danieli alijua ni wapi kwa kuomba.
Danieli alijua ni wapi kwa kuongea. Danieli alijua ni wapi kwa kufunga na kumlilia Mungu. Danieli alijua, and he chose his battles well. Siku ya leo, sisi kama wanarika, sisi kama Wakristo, sisi kama wenyeji wa taifa la Kenya, let us choose our battles wisely. Wacha tujue ni mahali wapi tunahitajika kuwa. Sio wakati unahitajika uombe, uko nje unasema shida za wakubwa wako. Sio wakati unahitajika kusimama na kukua mwaminifu katika kazi zako, wakati ule ndipo unasema ni wakati wa kuomba. Wakati unafaa kuwa unaomba, ndio wakati unasema ni wakati wa kusemezana na marafiki. Let us choose our battles wisely. Let us speak our battles wisely. Ndiyo maana Mungu akaweze kutupigania. Ni lazima tukaweze kufanya jambo ambalo Danieli alifanya. He knew how to put a mark. Aliweza kuweka a mark between what he did not like and what God had forbidden. What do I want to say? Danieli alijua kuna yale mambo ambayo hangependa kuyafanya. Hangependa kumkosea mfalme, hangependa kutotii amri za ufalme, lakini alijua it was forbidden to bow before any other god. He chose to bow before the true God. Alichagua kukaa kwa jambo ambalo lingemfurahisha Mungu. Kwa wakati huu kama Wakristo, ni ombi langu tukaweze kutofautisha mambo ambayo Mungu hapendi na mambo ambayo sisi hatupendi. Hatungependa kuwapenda maadui zetu, true. We would not like to walk with our enemies, true. We would not love to become a blessing to the people we hate and the people who hate us. But it is forbidden for us to hate them. So we would rather make a choice this morning and choose that which God loves. Tukienda katika our guiding theme this morning as the young people. Peter akiandika, when Peter was writing the second epistle to the church and to the Christians, he was writing to them akiwahamasisha. He was insisting on them. Alikuwa anawakumbusha na alikuwa anawaelekeza to hold fast. Washikilie kwa ujasusi the things that are not negotiable of faith. The non-negotiable facts of faith. Alikuwa anawaelekeza na kuwaambia, don't leave these issues. Msiachilie, shikilieni na mshikilie vizuri. Alikuwa anawaambia jambo la pili, waendelee kukua. They continue growing and to mature in this faith. In the chapter that we have read, Petero anatuita sisi kama Wakristo. And he's calling us to make every effort to live peacefully, to live purely, and to be blameless in the eyes of God. Wakati tunaitwa kuishi kwa amani, ni kumaanisha kuna jambo ambalo that can stir battle. There is an issue that can stir the lack of peace. Kuna jambo ambalo lingekuja kuleta vita. Kuna jambo ambalo lingekuja kuleta vurugu. But the Lord is calling us to live peacefully. At this point, issues are very crazy in the world. Tunasikiza katika mitandao, tunasikiza katika our news, tunasikia the newsmakers saying that hata wakati huu kuna makasiriko mingi. People are getting more angry, they are getting more stressed up. Katika nyumba tunasikia there is high rise in violence in the houses. There is marital violence. Kuna vita katika nyumba za watu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu nchi yetu na katika taifa kuna mambo ambayo yanaendelea yanatukosesha amani katika kazi zetu. Hatuendi kazi, hatuzifanyi vizuri. Our economy has been brought down. There is the issue of the fear because of the corona that is going on. Kuna mambo ambayo yanatukosesha amani katika nchi. Lakini katika somo letu asubuhi ya leo, Peter is calling us to live peacefully. Kama Wakristo, wakati huu tuko katika nyumba zetu. Wakati huu ambapo tumefinyika na mambo ya kimaisha. Wakati huu hata hatuwezi kwenda kanisani
tukaweze kushiriki na wengine. It is a call for all of us to live peacefully, to be pure and to be blameless in the eyes of God. Ndio hata wakati tutapokuwa tunarejea katika kanisa za Bwana, wakati tutakapokuwa tunarejea the normal worship, the public worship we were used to, we will be pure, we will be true, we will be blameless before our God. Peter reminds us that our Lord's patience gives people time to be saved. Wakati Mungu anavumilia, and the patience of God gives people more time na ili wakaokoke. Tunaona katika somo la Danieli, God was very patient. He was patient with the enemies of Daniel. Na akawapatia nafasi wakatambue na wakamjue huyu Mungu ni wa ukweli. And as we come to finish chapter 6 of Daniel, tunaona ya kwamba mfalme anatoa another law, na inasema ya kwamba Mungu wa Danieli asichezewe. Mungu wa Danieli ni Mungu wa ukweli. If he's able to save Daniel from the lions, then this is surely the true God. Tunahamasishwa vipi asubuhi ya leo? It is for us tukasimame. It is for us to be patient even with our enemies. It is good to be patient even with our family members ambao hawamchi Mungu. Ni vizuri kukua watu ambao wanakuwa na a lot of, utukue na uvumilivu mwingi. Kuna Wakristo ambao wamekuwa wanafuata njia za kiungu lakini bado hawajaokoka. Tunaambiwa ya kwamba sio kwetu kustart kuwajudge. It is for us to be patient. For the patience of God brings that salvation. He further cautions them, wakae chonjo. That is what we say kama wanarika, wakae chonjo. They be on guard, that they may not be influenced by the wicked people. Kwa sababu wakati watakuwa influenced, they will lose their footing. Na sisi kama wanarika tumekuja kuambia, sisi kama Wakristo, sisi kama waumini wa Mungu, wacheni tukae chonjo ndani ya Bwana. Wacheni tukae watu wamesimama imara ndani ya Bwana. Na ili watu ambao hawamuogopi Mungu wasikuje kututingiza na kuondoa our secure footing in God. Ni kwa sababu wakati wataondoa our secure footing in God, the moment we let our footing be shaken, hatutaweza kusimama majaribu. Hatutaweza kusimama mambo ambayo yanaendelea. Hatutaweza kusimama na kuweza kusema no to the things that are going on. Daniel did not let his enemies shake him. Danieli alichagua kusimama kwa ukweli. It is the same call that you are being called in 2 Peter 3. Wacha tukasimame, that the wicked may not have any footing in us, but rather, as our theme is guiding us this morning, as we get to answer to the call of uncommon excellence. We remember our story of the hummingbird. Aliamua kusimama, anachota maji kidogo, analeta. Anachota maji kidogo, analeta. Hakuangalia wale ambao walikuwa wamemzingira. Remember, the forest has the mighty animals. Iko na the lions, iko na the elephants, the mighty, the big ones. They had the option of fetching the water na wanaleta maji kwa wingi, lakini they opted kukaa na wanaanza kuinukia the hummingbird. But the hummingbird opted not to lose its footing. Iliamua, ni lazima nichote hii maji, ingawa ni kidogo, nitaileta kwa huu msitu. He had the hope that the little drop could make a difference. What do I want to tell us Christians this morning? Wacha tusikazisikize zile sauti ambazo zinanena. Let us not listen to the noise makers around us. Let us not listen to the people who do not fear God around us. Let us not listen to the discouraging voices around us. Let us not focus on what other nations are facing. When we listen to the news, tunasikia Italy, they are overwhelmed. When we listen to the news, China is overwhelmed. Tunajiuliza sisi kama nchi ya Kenya tuko wapi? It is not for us to listen to what the other nations are saying. Lakini ni kwetu sisi kusema tutasimama kwa hiyo imani. We will not be shaken. And rather, as Peter is calling us this morning, tusikubali mambo mengine yatutingize. Let us not be shaken by the things around us, but rather
let us do this one thing that Peter calls us to do. Let us desire to grow in the grace and in the knowledge of God, who is our Lord and our Savior, Jesus Christ. Let us just desire, kwa sababu katika kutamani kukua katika huu, in the grace of God. In Kikuyu we say otugiwa magegania. When we grow in this marvelous grace of God, our ways will be opened. Our crises and our conflict will be solved by God. Our situations will be directed by this God. And the moment we are able to grow in this grace and the knowledge of God, tutaweza kusimama. We shall be able to endure. We shall be able to persevere. And moreover, we shall be able to overcome all. Even in our current situation, wakati ambapo hatuwezi kukua katika kanisa, tukaabudu kwa pamoja. Wakati hatuwezi tukakutana, hata kama familia, we can't meet our extended families, dine, share, and even celebrate the Lord's doings together. When our nation is shaken, wakati huu tuko katika janga ambalo hatujalipitia kwa wakati mwingine. At this point, as individuals, as a church, as young people, may we desire this one thing, that we may grow in the grace and in the knowledge of God. Wakati tunapomalizia siku ya leo, ni vizuri tujiulize, as Paul was talking about the grace and the salvation of God to the church in Romans. Wakati alikuwa ananena mambo ya wokovu, he was talking about the salvation set for both the Jews and the Gentiles. Yani hakukuwa na a drawing line. There was no line that this salvation is for the Jews alone. But the salvation was set also for the Gentiles. Ni kumaanisha nini asubuhi ya leo? Wakati we are talking about the grace of God, the moment we are talking about the grace of God, Abraham in the Old Testament, we can learn that the grace is unmerited. Hii otugioyo wa magegania tiwado aya. This grace is not for a set race of people. This grace is not for the likes of Daniel who cannot to risk their faith. This grace is not for only the appointed. This grace is not just for those who are standing. This grace is not for the church leaders alone. This grace is not for the so and so. This grace is not for the preachers. This grace is not for the interpreters of the word. This grace is not for our elders. This grace is not for our deacons. This grace is not for our group leaders. This grace is for all of us. Otugioyo wa magegania ne bitu ituothe. This grace is for you and it is for me. How should we desire to grow in this grace and in the knowledge of our God? The moment we talk about the knowledge of God, hatuwezi tukaelewa njia za Mungu tu kwa kukaa. It is by invoking the Holy Spirit in our lives. Tumuite Roho Mtakatifu wa Bwana. We call on the Holy Spirit to help us grow in the depth of the knowledge of God. It is my prayer this morning that may God help us to desire more of His grace, to desire more of His knowledge, to desire more of His love. Asubuhi ya leo tuko katika shida. Asubuhi ya leo unauliza, how will I trust this grace? Yes, it is possible. Ni kwa sababu He says He is there for all of us. Our God this morning, as the young people, as a department, as a fellowship, the Holy Spirit has come to remind all of us as a church. The moment we desire to grow in this grace, surely His glory will go with us. It is my prayer this morning. Mahali popote unapoisikiza hii sauti, mahali popote katika mitandao yetu unapoona
sauti hii. It is my prayer. If you are not born again, haujamwamini Mungu, unashindwa how this grace is possible. May you make a try. May you choose to try this grace. And don't just try, walk with this grace. Remember, to influence, just have 3 things: hope, humility, and wisdom. The moment you have these 3, may you be able to grow in the grace and in the knowledge of God. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Shall we pray? Lord, we worship you and we say thank you this morning. Thank you because of your profound mercies in our lives. We want to thank you for speaking to us through the life of Daniel. Tungependa kusema ni asante kama waumini asubuhi, ni kwa sababu unatumia maisha ya Danieli kutubariki na hata kutuinua. Ni ombi letu ukaweze kutusaidia sisi, na ili tukaweze to make a decision to stand true, faithful and responsible to the call of your grace, O God. Tunaomba na ili ukatusaidie kuenenda na mienendo ambayo ni ya kiungu, na utusaidie to be able to do that little thing that we can, that little drop of faith that we can be able to lift. Help us, O sweet Jehovah. I pray that your mercies may reach out to your people. I pray that your grace may be surrounding us in every circumstance. And I pray that your power may enable us to grow in your knowledge. Mungu Baba, tusaidie na ili tukazidi kukua na kukomaa katika mambo yako. Help us to walk and to grow in the grace and in the knowledge of God. I pray that the Lord will help us as Christians, as the people of this nation in times of crisis. I pray that God will help all of us to walk and to stand true to our God. I pray that this blessing will keep us throughout the week, and that the Lord will keep us bound in his love, and that he will let his grace be sufficient upon us in every situation. May the Lord bless us. May you, O God, keep us. May you, O Lord, watch over us, O God. May you, our Father, help us overcome this situation. And may you help us to have a reason to join together in fellowship at the end of this pandemic, and surely declare that were it not for your hand, we could not have overcome. We worship you, our Father, and we give you glory. And we thank you for speaking to us in this special way. May your name be glorified. May your name be honored. We bless you for all those who are following us online. And we pray that you may continue speaking your blessing in multiplication upon them, O God. And whatever desire they have before you, yale mahitaji yote ambayo wamekabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, naomba kwa uweza na ukuu wako mfalme uishie, kuja ukayashughulikie mfalme. May you come and take your position in the lives of your people. Kuja na ukajidhihirishe katika maisha ya watu wako. Be with us and walk with us in everything, and keep guiding us and keeping us safe in your blessing. For this is a prayer we pray of faith through God our Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. We want to thank you for watching us live, and I want to thank our sister for the powerful message about Daniel. We are in uncommon times, and we thank God because we are hinged in the Lord Jesus. We want to take this opportunity to thank you for watching live. And the Bible says that give and it shall be given back to you. Good measures, pressed down, shaken together, and running over. We are praying this morning that as I give you the pay bill numbers for our 6 congregations in Banana Parish, that you're going to send your tithe, your offering,
your thanksgiving, your alms, and the Lord is going to bless you. For PCA Banana Church, PCA Banana Hill Church, our pay bill number is 173470. I repeat, PCA Banana Hill Church, the pay bill number is 173470. That's the business number. For the account number, you're going to put 125678072. PCEA Raka Church, PCEA Raka Church. The pay bill number is 786222. I repeat, PCA Raka Church. The pay bill number is 786222. On the account number, kindly write your name and indicate whether it's an offering, thanksgiving, and God will bless you. For PCEA Kanunga Church, PCEA Kanunga Church, our pay bill number is 1732259. I repeat, PCEA Kanunga Church, the pay bill number is 1732259. PCEA Karori Imani Church, PCEA Karori Imani Church, the pay bill number is 168306. PCEA Karori Imani, pay bill number 168306. For the account number, just key in 125686293. I repeat, PCEA Karori Imani pay bill number is 168306. Account number is 1256862983. PCEA Cathpart Church, PCEA Cathpart Church, pay bill number is 522522. Account number 1269158953. PCEA Cathpart Church, pay bill number 522522. Account number 126915893. Lastly but not the least, PCEA Gadanga Church, PCEA Gadanga Church, the pay bill number is 522522. For the account number, indicate 1256857254. PCEA Gadanga, pay bill number 522522. For the account number, just indicate 125685724. We want to take this opportunity to thank all our viewers who are so committed to the work of God, and to thank you for giving to the work of God. Surely the work of God will have to continue in this time of the pandemic and even after. And we want to thank you for watching and stay live. God bless. Tukishukuru kwa wema wako na fadhili zako. Ni asante Imani, umekuwa pamoja nasi kwa ibada hii ya leo. Umetunenea kwa njia yako ambayo ni kuu sana kupitia kwa mtumishi wako Reverend Mary. Baba, tunaomba uendelee kumbariki na kumtendea mambo mema, na umuongezee uwepo wako juu ya maisha yake. Mbariki yeye na familia yake. Pia wakati huu Baba, tunakubarikisha kipawa hiki cha sadaka, fungu la 10, tithe, seed na first fruit. Tunaomba Baba uweze kuibariki.
Tunaomba ubariki kazi zetu hata wakati huu, msimu huu ambao ni mgumu sana. Wewe ambaye unatujua na unatujua vyema, ukaweza kufungua milango yetu ya mbinguni na tukaweza kupata kitu cha kutolea katika nyumba yako. Sadaka hii inapotumika katika nyumba yako iweze kuendeleza injili yako na wengi waweze kupata na kujua jina lako. Wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Naomba Baba pia ubariki wale ambao hawana na uweze kuwahurumia mahali ambapo wako, mfalme wa ajabu, na kuwafikia kwa neema na rehema zako. Maana wewe ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. Tunaomba haya machache katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.